Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika nchi ya Rwanda katika michuano mikubwa ya Sekafa Kagame Cup, ambapo tunakwenda kuangalia nini ambacho kimeweza kujiri kutoka katika michezo ambayo imeweza kuchezwa katika kundi B. Kundi B ni kundi ambalo linaundwa na klabu ya soka ya Simba Sports Club kutokea nchini Tanzania, klabu ya soka ya Singida Black Star kutokea katika nchi ya Tanzania, bila kusahau Jamusi. Hii ni klabu kutokea katika nchi ya Sudani Kusini, na Mogadishu City hii ni klabu kutokea katika nchi ya Somalia. Hapo siku ya jana pale katika nchi ya Rwanda katika mji wa Kigali tumetoka kushuhudia mchezo wa kwanza ambao uliweza kupigwa kati ya Jamus dhidi ya Singida Black Stars, mchezo ambao ulimalizika kwa Singida Black Stars kupoteza kwa mabao 2-0, huku mchezo ambao ulifuatia majira ya saa 1 usiku ni Mogadishu City dhidi ya Simba Sports Club, mchezo ambao umeweza kumalizika kwa Simba kuweza kutoa sare ya 0-0. Klabu ya soka ya Simba waliweza kutengeneza nafasi nyingi, lakini kupitia washambuliaji wao Dombia waliweza kukosa magoli mengi. Ukiangalia kuna clear chance ambazo waliweza kuzipata, lakini kuna mshambuliaji mpya anaitwa Methu Kopa ambaye yuko katika trial na klabu ya soka ya Simba, na pia ni miongoni mwa wachezaji ambao walikosa nafasi nyingi. Lakini ngala Simba katika kiwango ambacho wameweza kukicheza, basi wameweza kucheza katika kiwango bora sana. Kwa hiyo lakini ndio hivyo matokeo ya mpira alivyo, ambapo katika mchezo huu tunaona wameweza kutoa sare ya 0-0. Mara baada ya mchezo kumalizika, tunaona msimamo wa kundi B umeweza kutolewa, ambaye kinara ni Jamusi ambaye amecheza mchezo mmoja akifunga Singida mabao 2-0. Kwa sasa ndiye kinara akiwa na alama 3 na mabao yake 2, lakini nafasi ya pili wapo Mogadishu City kutokea pale Somalia wakiwa wamecheza mchezo mmoja, wana pointi 1 mara baada ya kutoa sare na mnyama Simba. Simba ya mnyama yupo katika nafasi ya 3 akamaliza mchezo mmoja na pia ana alama 1, lakini Singida Black Stars wao wanaburuza mkia katika kundi B mara baada ya kuchezea kichapo cha mabao 2-0 kutoka kwa Jamusi. Kwa tunaona kituo kinachofuatia ni mechi ya tarehe 28 ambapo Simba watakuwa wakicheza dhidi ya Jamusi ambao wametoka kuifunga Singida mabao 2-0, huku Mogadishu City ambao wametoka kutoa sare ya 0-0 wakikutana dhidi ya Singida Black Stars, ambapo michezo yote itachezwa tarehe 28. Kumbukwe Sekafa Kagame Cup kwa sasa inahusisha timu 12 na timu ambazo zitakwenda hatua ya nusu finali ni wale vinara wa juu watatu ambao wataongoza kundi A, kundi B, kundi C, na mara baada ya hapo watatafuta ule best loser ambaye ameweza katika nafasi nzuri ya juu, kisha kwenda kuungana na zile timu tatu na kuweza kutengeneza pot nzuri ambayo ya nusu finali. Kwa tunaona Simba ana kibarua kizito kuelekea katika mchezo wa pili dhidi ya Jamusi, Kusingida nao pia wakiwa na kibarua kizito dhidi ya Mogadishu City mara baada ya kupoteza katika mchezo wa kwanza. Sasa mara baada ya mchezo wa klabu ya soka ya Simba na klabu ya soka ya Mogadishu City kutokea pale Somalia kumalizika na klabu ya soka ya Simba kuweza kutoa sare kupitia meneja ya habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Yanga Ali Kamwe, ndugu Ali Shabani Kamwe amecharua klabu ya soka Simba. Cha kwanza ameweza kuposti kuna cross moja ambayo Simba waliweza kuipiga, ambapo mchezaji ama mshambuliaji wa Simba aliweza kupiga kichwa, kisha kichwa hiko kikadunda na kutoka nje. Hapa tukienda kumongelea Kopa, mshambuliaji mpya wa klabu ya soka Simba, kisha kwa chini akaandika hivi watapeli, hapa akimaanisha kwamba klabu ya soka Simba kwa usajili ambao wameweza kufanya ni kwamba haujaridhisha, kwa hiyo ni matapeli tu. Kwa hiki ambacho kinaendelea kusema kwamba Simba wana timu nzuri, wana timu kubwa, kwa hiyo Alikama anasema hawa ni matapeli, kwamba basi ndo kama hivyo kwamba wameshindwa kushinda
dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Mogadishu kutokea katika nchi ya Somalia. Kwa ni matapeli. Kwa hiyo kwa mujibu wa Ally Kamwe kwamba usajili unaofanywa ni mkubwa mbele za macho ya watu, lakini washambuliaji wanashindwa kushinda. Nini maoni, mtazamo kwa kile ambacho amekisema ndugu Ally Kamwe? Shuka kwenye comment kadondoshe maoni kama kawaida, na sisi tutakuja kuyasoma maoni yako.